mbinguni, kipenzi cha Subhana, kukuona natamani, kukuona natamani, natamani, nakuhitaji kwa sana. La tatizo hili sababu yake ni watu kukosa, walimu, mashekhe, baadhi yao kukosa maadili au kupungukiwa na maadili, na sababu yake ima inatokana na itikadi yake anavyoamini au anavyoona inafaa. Kwa mfano, unaweza ukamkuta shekhe kakaa kwenye kundi la wanawake katikati na anasalimiana nao, anawapa mikono. Sheria ya Kiislamu imekataza mwanaume ambaye si maharimu wa mwanamke kumpa mkono. Mwanaume ambaye anaweza kumwoa yule mwanamke akampa mkono, sheria imekataza. Hakuna cha ni shekhe wangu, ni mwanafunzi wangu, hakuna. Sheria imekataza, ni haramu. Sheria imekataza mkusanyiko, mchanganyiko, kukawa na wake na wanaume, labda kwa dharura zisizowezekana kuepukika. Sheria imekataza. Sasa unamkuta shekhe anafanya yale, anaigwa na watu. Unamkuta shekhe amehudhuria kwenye bendi za miziki na walimu maustadhi kupiga bendi za miziki kwa jina la kaswida. Sio kaswida. Siku zote tunasema kaswida hazifai, ni haramu, kwa sababu zinasibishwa na dini, ni bid'a. Wanasibisha na dini kwamba tunamswalia Mtume, tunapiga kaswida, ni bid'a. Taban, achilia mbali kwamba ni nyimbo, lakini ni bid'a na ni haramu, haifai. Lakini sio sasa hivi. Hata wewe ambaye unaona kwamba kaswida inafaa, nasema haifai, lakini hata wewe unaona kwamba kaswida inafaa, na kuuliza swali, haya mabendi yanayopigwa katika laila tusiku hilwa halwa, sijui usiku wa nini, sijui tamasha la nini, mabendi yale yanayopigwa na taarabu zinazoimbwa pale, kweli hizi ni kaswida? Nikuulize wewe mwenyewe na akili yako binafsi ambayo unaijua mwenyewe, unayohalalisha hizo kaswida, sasa hii ni kaswida? Tafakari. Na kwa kawaida mambo yanazuka halafu yanakuwa taratibu. Mambo yanazuka halafu yanakuwa taratibu. Kwa mfano, hija kule kwa Watanzania kulikuwa hakuna kitu kinaitwa maulidi, yani kufanya maulidi eneo la hija, Mina au mahotelini, kilikuwa hakuna mpaka miaka ya 2000, mpaka miaka 2000, kwa sababu mwaka 1998 nilienda hija mimi, hakukuwa na maulidi. Mwaka 1998 hakukuwa na maulidi hata moja. Maulidi ilikuja kwanza miaka 2000 na ngapi, kidogo kidogo, tena kwa kujiibaiba, na baadhi ya mashekhe sitaki kuwataja majina yao, wameshakufa, ghafara Allahu lahum wa rahimahum. Lakini sasa hivi maulidi kule hija inaonekana kwamba ni lazima na inafanywa sherehe kubwa. Kwa jambo lilikuwa halipo, likaanza kidogo, ilikuwa nagaiana tu halwa, baadaye ikawa maulidi, sasa imekuwa ni sherehe kubwa na watu wanaalikana. Kwa hiyo wanaokuja baadaye hawawezi kujua kwamba zamani hiki kitu ilikuwa hakipo kule, watu wamekizusha tu. Umeenda hija na kutana kitu kingine ambacho hakipo kwenye hija. Sasa haya mambo ya kaswida haya, jinsi jamii inavyozaliwa upya, mtoto anazaliwa 2020, 2015, hizi kaswida za kawaida hizi zitapotea, za kupiga zumai kawaida hizi zitapotea.
zitabaki hizi kaswida za mabende wanaoita kaswida, ni nyimbo ndizo zitabaki. Kwa hiyo vizazi vinavyokuja 2020 kuendelea, baada ya miaka 15 20 watadhani kaswida ndio hii tangu zamani. Kwa hiyo itaonekana jambo la kawaida. Hii ni taarabu iliyochangamka. Lakini unakuta mashehe, maustadhi wanakaa raha burudani kabisa, tena wakati mwingine mchanganyiko wanawake na wanaume, na ni mashehe. Huu ni mmomonyoko wa maadili, na sababu yake kwa sababu kwenye madarisi hizo wanazofundisha wanafanya haya mambo. Kwenye hizo madarisi unakuta vijana wa kike na kiume wanacheza na kunengua. Badala watoto wafundishwe dini, wananengua. Wiki nzima watu wanawezekana wamekaa wanafundishwa miziki na kucheza ndiko na kucheza taarabu siku hizi. Ukimuuliza mtoto wa miaka 3 madrasa anasoma nini, yuko idha zulzila, kila siku yuko idha zulzila. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kuhusu miziki ikiwemo hizi, wa minan nasi man yashtari lahu alhadith liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa. Na wako watu ambao watanunua lahu alhadith, mambo ya kipuzi. Watu wa tafsiri wamesema ni miziki na mabendi na ala za miziki. Watanunua lahu alhadithi liyudilla an sabilillah, ili waweze kuwapoteza watu na njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hizi ni katika dalili za uharamu wa miziki kwa ujumla, ikiwemo haya. Kwa madrasa zetu pia zinakosa maadili, kwa sababu mfumo wao, madrasa zenye kufanya hayo, mfumo wao unaona kwamba yanafaa. Ni mfumo haujali uzushi, haujali sunna, haujali bid'a ni nini. Wenyewe wanaona linalowajia kichwani mwao, basi hilo tulifanye. Kuna ubaya gani? Kwani kuna ubaya gani ya dhuhuri ikawa na rakaa 5? Kuna ubaya gani? Kuna ubaya si ndani yake? Kuna kusoma Qur'an, kuna kusema Allahu Akbar, kuna kumdhukuru Allah. Kuna ubaya gani? Dini ya Allah imekamilika ayuhal muslim, haihitaji kuongezwa wala kupunguzwa lolote. Mtu akifanya jambo lolote muulize kwa dalili gani. Mtu kaja kasema usiku wa mazazi ya mtume ni bora kuliko usiku wa Lailatul Qadri, muulize kwa dalili gani, aya au hadithi. Sitaki maneno ya mtu, kwa sababu Lailatul Qadri ni bora kwa aya. Sasa lete kwamba usiku wa mazazi ya mtume ni bora kuliko Lailatul Qadri, aya au hadithi. Usiletee falsafa. Simu wanachuoni fulani kasema, sitaki falsafa, aya au hadithi. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين.